Tuhuma za kugushi kadi za benki zilizoibiwa taarifa zake na kupelekea kiasi cha shilingi bilioni 147.5 kutolewa hapa nchini kwetu katika akaunti za wateja pasipo ridhaa yao. Uchunguzi wetu ulibaini kuwa fedha hii ilitolewa kupitia malipo ya huduma na bidhaa kwa kutumia kadi 1551 za wateja wa mataifa 11 kupitia makampuni 162 na benki 5 za hapa nchini. Uchunguzi huu pia ulibaini yafuatayo: kadi zilizogushiwa zilitumika kufanya malipo mbalimbali ya huduma za utalii, usafirishaji, malipo ya kodi na bima ya afya. Pili, watuhumiwa walifanya utakatishaji wa fedha na kusababisha hasara shilingi bilioni 2.6 kwa baadhi ya benki. Na tatu, makampuni 82 ya utalii yaliyopo katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Dar es Salaam na Mwanza yalitumia kadi zilizogushiwa kinyume na sheria ya kanuni ya adhabu na sheria ya uhujumu uchumi. Mheshimiwa Rais, katika uchunguzi huu hadi kufikia mwezi Juni mwaka 2025, TAKUKURU ilikuwa imeokoa kiasi cha jumla ya shilingi milioni 678 zilizorejeshwa benki. Uchunguzi mwingine ni wa tuhuma za mkataba baina ya Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro na Tourist and Hotels Limited wenye thamani ya shilingi bilioni 23 unaohusu uboreshaji na uendeshaji wa Sopa Lodge. Vilevile, Mheshimiwa Rais, tulifanya uchunguzi wa tuhuma za ubadhirifu wa shilingi bilioni 19.1 za benki ya NMB mkoani Shinyanga. Uchunguzi huu ulibaini kuwa ubadhirifu huo umefanywa na wakopaji 42 walioshirikiana na washikadhamana, yani collateral manager wa Brent Intertrade Company Limited kupitia mikopo ya stakabadhi ghalani pamoja na watumishi wasio waaminifu wa benki ya NMB wa matawi ya Kahama na kuibia benki hiyo kiasi cha shilingi bilioni 19.1. Katika uchunguzi huu majarada 10 yamekamilika. Kati ya hayo 7 yamepata kibali cha mashtaka ambapo jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 4.2 zimeokolewa na kurejeshwa benki ya NMB. Mheshimiwa Rais, majarada mengine yaliyochunguzwa yanahusisha uchunguzi uliotokana na taarifa ya CAG ya mwaka 2023-2024 ambapo jumla ya majarada 86 yenye shilingi bilioni 9.6 yalifanywa kazi. Kati ya majarada yaliyochunguzwa, majarada 13 watuhumiwa walichukuliwa hatua za kinidhamu, majarada 36 kesi zinaendelea mahakamani, kesi 7 zilitolewa uamuzi mahakamani ambapo jamhuri ilishinda kesi hizo zote, na majarada 30 yalifungwa kutokana na kukosekana kwa ushahidi. Kupitia uchunguzi wa tuhuma hizi, kiasi cha shilingi milioni 259.2 kiliokolewa. Kazi nyingine zilizofanyika ni uchunguzi wa majarada 169 yanayohusu tuhuma za ubadhirifu wa fedha ya mapato katika halmashauri mbalimbali. Uchunguzi